akiwasilisha fedha ambayo imetolewa na rais ili kusaidia ujenzi wa kanisa kuu la Dayosisi ya Kusini Kati baada ya lile la awali kuwa kwenye hifadhi ya barabara. Mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amesema rais ameguswa na kuamua kuchangia milioni 30, huku katibu mkuu Wizara ya Ardhi, Nyumba, Maendeleo ya Makazi Mhandisi Anthony Sanga akisema wataendelea kuunga mkono jitihada za makanisa. Mheshimiwa Rais alipokea maombi ya askofu juu ya ujenzi wa kathedro ya Dayosisi ya Kusini Kati. Akanituma niweze kuwasilisha sadaka yake yeye, ikiwa ni sehemu ya mchango wake kama sehemu ya alama kwenye ujenzi wa kathedro hii ya Makete. Kwa Mheshimiwa Rais alinitumia shilingi milioni 30. Nilipewa milioni 30 ili kulete hapa nimkabidhi baba askofu kama mchango wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mchango na sadaka yake, mchango na sadaka. Tunaahidi kwa niaba yao tutaendelea kusupport hizo kanisa. Tunapongeza sana mmoja kwa mbali. Tunasafiri wote. Lakini kwa mwingine mzao na Mkandira tunatoka wapo barabarani au kusimamia au wapi. Kwa kweli nawashukuru kwa moyo wenu. Namshukuru wenzangu kwa upendo wake na moyo wake kwa majukumu mengi yanayolewa na kanisa. Tunashukuru sana. Tunashukuru sana ndugu yangu Kristo Mungu wetu, kwa kweli Mungu awabariki sana. Jamani, tusongee maneno mengi sababu ndio tunamalizia. Nitoshe kusema kwaya ni vizuri. Hapa tutawasikia wengi kama tunaongea mchungaji, wengi ndio kupata nafasi, lakini sababu shughuli ya leo tuliiteka. Na ndiye sie mkoa leo msiku tulifanya na timu kutekana. Kwa na kila sababu tunaongeza leo kurudi katika majukumu yetu. Bali tukiona muda wa kutosha tukapata jioni. Nitoshe kusema tunawapenda sana. Tutaendelea kushirikiana na nyinyi. Mungu aendelee kuwabariki. Na nashukuru sana kuona maaskofu watatu wako hapa. Waendelee kuwaombea, waendelee kuwa na ushirikiano huo ili mwisho wa siku tuendelee kushirikiana na sisi upande wetu wa dini. Kama leo tunasema sana ndio Makete ndio leo kuombea. Mwalimu sana. Mwalimu nashukuru sana kwa Dayosisi ya Kusini Kati tayari imeshaanza utekelezaji wa mpango huu wa ujenzi wa kanisa jipya, ambalo mpaka kukamilika kwa mradi huu wa ujenzi wa kanisa jipya makisio yake ni shilingi bilioni 1,830,502,650. Mheshimiwa mgeni rasmi, kazi hii ya ujenzi wa kanisa ilianza rasmi mwaka 2015. Chanzo kikuu cha mapato ya fedha ni sadaka ya Wakristo wa Dayosisi ya Kusini Kati na sadaka ya usharika wa kanisa kuu Makete mjini, ambao inatolewa mwisho wa mwezi na michango mbalimbali kutoka wadau. Pia tunaendesha harambee za ndani ya dayosisi na usharika wa kanisa kuu. Vile vile Mungu ameendelea kuachilia baraka nyingi kwa watu wake wenye mapenzi mema ya kujengea Mungu nyumba ya kuabudia kwa ushirikiano wa wadau mbalimbali kujitolea mali, muda na nguvu kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, vyanzo vingine vya mapato ni mchango mbalimbali toka kwa wadau na wasamaria wema toka nje ya Dayosisi ya Kusini Kati na marafiki wa mkoa. Tunataka kumwakilisha katika harambee hii ambayo katika
kushukuru mno kwamba umepokea wito huu na unaungana pamoja nasi. Umefanya kazi ambayo ni tofauti sana. Umetufikisha kwa tulipofika. Wapendwa, unakubali kwamba rais ametoa kusaini kwenye harambee. Sisi amemleta mtu sahihi anayetufahamu. Mungu akubariki sana mheshimiwa mkuu wa mkoa. Umetufikisha hapa tulipofika na pengine tusingefika hapa, lakini kwa namna unavyotufahamu unajua na unapenda sisi. Kwa hiyo nakushukuru sana. Naomba pia utupelekee shukrani zetu kwa mheshimiwa rais kwamba hatuna maneno ya kutosha ya kuonyesha shukrani zetu, lakini tunashukuru sana kwa namna alivyofanya kazi kubwa katika Dayosisi ya Usinikati. Asanteni sana wageni wote mliofika katika tukio hili. Kumbuka nyumbani ni mtumwa. Aniwaambie kweli, yaani nyumbani kumbukeni kweli. Tena msiache kwa nyumbani. Na mimi nyumbani nimekuja odi. Odi kanisa hili odi. Kazi ya leo ni moja tu. Kabla ya kutoa jambo hili, lakini nasahau, unajua mara nyingi tunakuja kwenye changizo tunasahau kwamba kuna watendaji kazi ambao kila siku wanavumilia na kufanya kazi. Ukiangalia ukipendeza hapa na sare sana. Wewe mtendaji Mungu abariki sana. Hao watendaji hawani pombe, hawani bia. Lakini wao wanakunywa kachai baada ya kazi. Kwa hiyo nimesema abasofu nisamehe sana. Nimesema walau leo baada ya shughuli hii kilo hapo 100 la sukari. Waliochangia, naomba nisiahidi kwa sababu nikiahidi sitakuja. Nitakuwa na kuwepo huko na kule na tamani pia na wakati mwingine nikikula. Sasa nimeamua mimi na mke wangu, nina mke na watoto 4. Wa kiume 2, wa kike 2. Sasa 4. Mheshimiwa mgeni rasmi. Ndio. Nimesema walau. Msia kwa amekaa sana, kwa ngoja asimame kupokea. Nichangie kiasi cha shilingi milioni 6 kesho. Mheshimiwa Rasmi, nashukuru Mungu kwamba nimepata nafasi kwa nguvu na mimi ya kushiriki kwa ujenzi wa barabara. Lakini katika yote yaliyozungumzwa hapa naleta makete na nyingi kama nilizungumza mambo machache. Na kwanza muombaji wa leo mambo vizuri sana kwa yetu kwa swala la uchaguzi. Anaomba kwa kweli ingekuwa kama basi kusema Mungu ametenda. Tunashukuru. Lakini mwaka huu tuna uchaguzi na mimi kama mtoto wenu nimebakiza siku chache tumehitimisha safari ya ubunge kwa Dodoma. Tarehe 27 Mheshimiwa Rais ndio anakuja huko. Kwa hiyo tunaomba muendelee kutuombea tumalize salama. Alafu turejee tena kuhangaika kutafuta nafasi ya wakati mwingine. Lakini jambo kubwa ni kwamba kazi tumeifanya ambayo haihitaji kuhadithiwa. Macho yako anaona na masikio yako yanasikia. Kazi tumefanya. Na kwa sababu hiyo tunachukua nafasi hii kumshukuru kakaangu Anton sana.
Ninasimama hapa kwa sababu Baba Askofu, wilaya Makete ni moja kati ya wilaya ambayo tuna changamoto ya watu wengi kuwepo serikalini. Hatuna watu wengi sana serikalini. Sasa sisi kama wabunge unakuwa ni mwanasiasa, lakini hii maendeleo yaje lazima uwe na mtu ambaye anataka kusaidia. Anton sana ndio kusaidia kazi. Mradi wa maji wa Makete huu mpya ambao umejengwa leo, tulikaa mimi diwani wewe na Anton sana tukachora mchoro pale majadiliano na mradi ukaja Makete. Mimi nina mke wangu pamoja na watoto wangu wanne. Mtoto wangu kwanza anaitwa Sara, wa pili Precious, watatu anaitwa Joshua, wa nne anaitwa Isaac. Tutatoa shilingi milioni 5. Naomba tuendelee kumwombea Mheshimiwa Rais, maana ndiye rais pekee ambaye ameweza kumteua mtoto wa kike mzaliwa wa Makete. Kwa hiyo wana Makete tuna deni kubwa sana Mheshimiwa Rais. Asante. Lakini nashukuru sana mzee wangu Baba Askofu, namshukuru. Baba Askofu msifikiri alitupata tu ndoya, ametafuta watoto wake. Amen. Na mchungaji aliye bora ataacha kondoo, sina kisa tena kutoka kondoo. Kwa kufanya hivyo ndio maana baba amekuwa na baraka sana. Amen. Asante sana. Lakini mimi nilikuwa na tatizo. Tulikuwa tunakusaka Ligoma. Na sisi kama wadau, baada ya tukio hili kuona Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameweza kuunga mkono, sisi kama wazao wa Makete tumeona tuje tushiriki kupata hii mibaraka ya Mheshimiwa Rais ya kulitumikia, ya kumtolea Bwana, kwa sababu tunaamini katika kanisa ndiko